Tumekuta ni mtu amechinjwa kama mnyama, ng'ombe. Kisu unajua unapoifanya hivi si nakata ile nyama, kwa jeraha ilikuwa kama ya inchi 5 iliyokuwa kwenye kisogo. Alikuwa ni mfanya biashara, kwa hiyo akawa ile biashara imeshindwa, maana nilikuwa nimeishiwa. Kwa hiyo akawa anasumbuana sana na mke wake. Maana vikao vingi hapa tumeshakaa. Wananiambia mke ananidharau. Mfanyabiashara maarufu wa mazao Thomas Karatu mwenye umri wa miaka 48 amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika mtaa wa Gendabi Barazani, kata ya Singe, wilayani Babati, mkoani Manyara. Mwili wa marehemu umekutwa na majeraha makubwa, ikidaiwa alichinjwa kwa kitu chenye ncha kali shingoni usiku wa kuamkia Aprili 10 mwaka 2025. Taarifa za awali zinadai kuwa huenda kifo hicho kimetokana na msongo wa mawazo, migogoro ya kifamilia au sababu za wivu wa kimapenzi. Majirani wamesema Karatu alikuwa na mgogoro wa muda mrefu na mke wake, ambaye amekuwa akimtuhumu kuwa na uhusiano wa kimapenzi na wanaume wengine. Mwenyekiti wa mtaa huo amesema tukio hilo ni la kwanza kutokea eneo hilo na tayari wameliripoti kwenye vyombo vya dola. Jeshi la polisi limechukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mimi ni Profit Manga. Tukio hili ni kubwa. Kaonekana kwamba tukio hili japo ni kubwa, lakini inaonekana hata jirani hajasikia. Nyumba hizi zimeshikana, lakini hata kelele hawajasikia. Ndio jizi. Tumekuta ni mtu amechinjwa kama mnyama, ng'ombe. Basi bwana huyo mtu alifanya jambo lake alikusudia, na tayari mtu huyo na kupoteza maisha. Wengine mlipozungumzia panavunjwa watu familia. Nyumba haijavunjwa. Na visikia kwamba huyo mama ana mahusiano na mtu wa nje. Sasa tumetoa ripoti kituo cha polisi, ndio jinsi mnavyoona kwamba askari wamefika hapa. Umati wa watu ni wengi. Ni kifo cha kusikitisha kwa kiasi. Ni tukio ambalo ndani ya mtaa wa Gendabi Barazani ndio limetokea kwa mara kwanza. Ndugu yetu hapa kama mwezi wa mwaka jana hivi alikuwa ni mfanya biashara, kwa hiyo akawa ile biashara imeshindwa, maana nilikuwa nimeishiwa. Kwa hiyo akawa anasumbuana sana na mke wake. Maana vikao vingi hapa tumeshakaa. Wananiambia mke ananidharau. Anaenda kutembea mpaka saa 6 za usiku. Siku nyingine apiki afanyaje? Sasa kwa hiyo kama mtu hatoki ndani, tunakuja kumsalimia kama mgonjwa. Sasa baadaye kama ndugu tumekaa tukasema tumchangie labda hiyo deni ambayo inamsumbua ili mtu asitoke, kumsaidia. Lakini baadaye tumeona deni ni kubwa sana, tumeshinda. Lakini baadaye kakaangu anaanza kunipigia simu. Mke wangu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unaonaje? Akaniambia mtu mwache kwanza. Sasa sijajua, ndo mpaka jana hivi leo asubuhi nipigiwa simu kwamba kaka yako amechinjwa, amefariki. Sasa sijajua chanzo iko wapi. Saa 11 kasorobo nilipigwa na simu na balozi, akaniambia njoo tukutane hapa kwa anko. Sasa kwa kweli nilijiandaa kwa haraka zaidi, nikakimbia nikaja nikamkuta. Tulipofika tulikuta geti limefungwa. Baada ya geti kufungwa, balozi akamgongea mama mwenye nyumba. Mama akafungua nyumba, tukaingia. Mama yuko ndani, lakini tulikuta kama vile wanahangaika. Sasa kumuuliza balozi ni nini, akaniambia mama huyu kanipigia simu kwamba mume wake analia ndani. Na si baadaye tukamuuliza kama hapa ni kwako na mwanaume analia ndani, kwani ni mume wako, kwani hujaingia? Sasa sijaingia. Umefungua mlango? Mlango uko wazi. Sasa mimi siujui. Nalala chumba kimoja? Sasa hatulali chumba kimoja. Kweli hawa watu walikuwa na mgogoro wa muda mrefu na mke wake, ulisuluhishwa wakarudiana, wazee walilimaliza hilo. Lakini baada ya wazee wale kulimaliza hilo jambo, tukaja kukuta tena wametengana. Lakini kulikuwa kuna mambo ya ajabu. Kuna simu za kutisha zilikuwa zinapigwa kwa mtendaji, zinapigwa kwa balozi, kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa polisi kata, na message zinaandikwa. Lakini wazee kina mama walijitahidi, mpaka wasimamizi wa ndoa walijitahidi kwa ajili ya kusuluhisha hilo jambo. Liligoma, wakaenda wazee wawili, likaisha. Lakini baadaye tukaja kujikuta tena wameachana. Kuja tena kuachana, wametengana. Baada ya kutengana tena imechukua kama mwezi na kitu, ndio ghafla tukalikuta ile tukio. Lakini huyu bwana usiku alikuwa anaangalia mpira kijiweni mpaka saa 5. Mlikuwa naye?
Mimi sikuwa naye, lakini yule alipokuwa anaangalia mpira aliniambia, na waliokuwa naangalia nao mpira walisema tulikuwa nao kijiweni. Nani alikuwa anatuma? Message alikuwa anatuma bwana mmoja, sio anasema yuko Dodoma na mwanamke hapa nyumbani. Sisi tulipoingia hakuna mlango wote kwanza geti limefungwa, mlango haujavunjwa, kwa ndani ufunguo umening'inia, lakini mlango uko wazi. Balozi alipouliza kwamba mlango uko wazi, mwanamke anasema sijui. Balozi alipousukuma ule mlango uko wazi, tuliingia wawili, kukuta mtu amekufa, lakini damu bado ilikuwa ni mbichi, hata maji na damu ilikuwa bado haijajitenga. Ilikuwa ni kidogo, kwa sababu ni tukio ambalo halijawahi kutokea. Mimi zaidi ya miaka 30 niko hapa, lakini halijawahi kutokea tukio kama hili. Povu ilikuwa itoke mdomoni, povu imekuja kutoka baadaye, lakini damu bado ilikuwa ni mbichi, na tukio lilivyokuwa linaonekana halijapita hata lisali moja. Yani shingoni upande wa kulia umechomwa kisu, una tundu kubwa. Upande wa kushoto umechomwa kisu, una tundu kubwa. Kwenye koo hii sehemu hapa imechinjwa kisu, ni kama vile imetingishiwa. Kwa jeraha lake lina urefu kama wa inchi 4.